Watoto wa kike, aina kubwa ya ukatili ambayo naweza nikasema ziko mbili. Kuna ukatili wa mitandaoni. Kitaka kuangalia ukatili wa mitandaoni ndio ambao umekuwa ukiwaponza sana watoto wa kike kabla ya elimu. Kwa unakuta katika huo ukatili walikuwa wanajikuta kwamba mara nyingi hata ukiangalia picha za utupu zinazorushwa ni za wasichana au wanawake. Wavulana ni mara chache sana. Kwa hiyo kitu kimekuwa kikiwaponza sana wakiwafanyia ukatili wa namna hiyo. Lakini ukatili mwingine ambao watoto wa kike wanaupata ni ukatili wa kingono tu kwa ujumla. Unajua huu ni mpana sana. Kusema unyanyasaji wa kijinsia ni mpana. Kwa hiyo unakuta katika ukatili huo unakuta kuna watu ambao wanabakwa, kuna watu ambao wanatukanwa, wanasema maneno yanaitwa majina yasiyo ya kwake ambayo ni ya kudhalilisha. Kuna mtu ambaye anaingizwa tu kwenye mahusiano ambayo yeye mwenyewe hakuwa ameyatarajia. Kwa hiyo hizi ndio vitu ambavyo vinakumba sana watoto wa kike. Wakati mwingi anajikuta ameingia kwenye uhusiano ambao hakupanga. Alafu kutoka kwenye huo uhusiano imeshakuwa ni kesi, imeshakuwa ni shida, kwa unakuta wanafanywa ukatili kwa sababu ya hayo. Kwenye tathmini yetu kulingana na jinsi ambavyo tulikuwa na implement mradi, tumeona kulikuwa na gap kidogo la elimu. Watoto wengi hawakuwa na elimu ya kutosha. Kwa hiyo hata ulikuwa unawaelezea vitu vingine kwamba hiki ni ukatili, hawaelewi kwamba hicho ni ukatili kwao. Kwa hiyo inawezekana ni vitu ambavyo wamekuwa wakiviona katika jamii zao. Lakini na vitu vingine ambavyo tumeviona. Kwa hiyo tukaona kuna umuhimu sana kuendelea kuongezea nguvu katika kuhakikisha kwamba tunaungana na serikali katika shule salama kuhakikisha kwamba kila mtoto anakuwa katika mazingira salama kabisa. Kwa hiyo tumeenda kuongezea nguvu katika kuhakikisha hiyo elimu inawafikia kila mtoto. Okay. Labda nini ushauri wako na kwenda kumalizia ili hawa watoto wapate elimu? Manake wako mashuleni lakini elimu bado hawana. Nafikiri kitu cha muhimu sana ni kwanza ni ili kuondoa kabisa hii kitu. Cha muhimu zaidi ni lazima wote tushirikiane. Jukumu la kuondoa kabisa ukatili ni jukumu ambalo linatakiwa kuanzia kwenye ngazi ya familia. Kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira salama ya mtoto kuanzia nyumbani, anapokuwa shuleni, anapokuwa katika jamii, mtaa, sehemu yote anapokuwepo. Kwa hiyo hili ni jukumu ambalo linatujumuisha wote kama jamii. Kwa kila mmoja ana nafasi ya kufanya katika kuhakikisha kwamba tunafikia jamii salama kabisa. Serikali imewekeza nguvu kubwa katika kuanzisha madawati ya ukatili wa kijinsia, lakini kuanzisha vile vituo vya mkono kwa mkono katika ngazi ya mahospitalini vinavyotoa huduma za ukatili wa kijinsia, lakini pia wamejengea uwezo watoaji wa huduma za msaada wa kisheria na ngazi pia ya mahakama wamejengewa uwezo.